Karibuni tena Gunners XG katika siku nyingine ambapo tunakuleteeni taarifa mbalimbali zinazoihusu klabu ya Arsenal. Miongoni mwa tuliowakusanyia siku ya leo ni mapitio kabla ya mchezo kati ya Arsenal na Newcastle United, mchezo ambao utafanyika siku ya Jumapili kwenye uwanja wa Emirates. Hii ni mechi ya 4 kati ya klabu mbili hizi, ambapo Arsenal haijaambulia hata suluhu kwenye 3 zilizopita, huku Newcastle ikiondoka na ushindi kwenye mechi 2 za Carabao, na mechi ya mwanzo iliyofanyika kwenye uwanja wa St James's Park pia Newcastle ilishinda mechi hiyo. Kwa hiyo Arsenal ina kazi ngumu sana ya kuhakikisha inashinda mechi hii ambayo ina umuhimu mkubwa mno. Tutaizungumzia umuhimu wa mechi hiyo. Mbali na hilo, tuna taarifa zinazomhusu William Saliba kubaki au kuondoka kwake kwenye klabu yetu. Vile vile Victor Gyökeres tutamzungumzia kwenye kipindi cha leo, mshambuliaji wa Sporting Lisbon ambaye wengi wanatarajia kwamba atasajiliwa na Arsenal. Taarifa ya mwisho kabisa tuliyokusanya ni wachezaji walioteuliwa kugombania nafasi ya mchezaji bora na mchezaji bora kijana, ambapo Arsenal ina maingizo mawili kwenye nafasi hizo. Kuwa pamoja na mimi mpaka mwisho. Jina langu ni Mani Mohamed. Tukianza na mapitio kabla ya mchezo kati ya Newcastle United na Arsenal, au tuseme Arsenal na Newcastle United, kwa vile unafanyika kwenye uwanja wa Emirates siku ya Jumapili. Ni mechi muhimu sana, kwani mshindi wa pambano hili huenda akamaliza nafasi ya pili, au walao atakuwa nafasi ya pili baada ya mechi hiyo. Arsenal itakuwa imejihakikishia iwapo itaifunga Newcastle kumaliza nafasi ya pili na kushiriki Champions League, na Newcastle iwapo itashinda itaipiku Arsenal kwenye nafasi ya pili. Ni mechi ambayo kwa upande wa Arsenal ina muhimu mkubwa sana. Kwanza, kulinda heshima ya klabu baada ya kufungwa michezo 3 msimu huu na Newcastle, lakini vile vile kuifunga Newcastle kutatupa nafasi ya kumsajili Alexander Isak, kwani Isak atakuwa ana nguvu ya kutaka kuondoka Newcastle iwapo Newcastle itashindwa kuqualify kwenye ligi ya mabingwa Ulaya, jambo ambalo halionekani kuelekea kwenda hivyo, kwani Newcastle katika mechi za karibuni imekuwa katika fomu nzuri na kupanda kwenye table hadi kufikia nafasi ya 3, ambapo inaelekea wazi Newcastle ina nafasi kubwa sana ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya. Kwa nini Newcastle imekuwa ikisumbua au kuifunga Arsenal msimu huu? La kwanza kabisa ni uhodari wa Alexander Isak, ambapo katika mechi zote 3 ama amefunga au kuassist, na hivyo kutoa mchango mkubwa sana katika kuipatia ushindi Newcastle United katika mechi hizo. Hivyo Arsenal itahitaji kumwangalia sana Alexander Isak kwenye mechi hii. Lakini la pili ni mfumo ambao Newcastle United inaingia nao. Newcastle katika mechi za Arsenal hufanya mambo mawili makubwa. Kwanza, wanacheza very physical, wanatumia nguvu sana na ubavu wa hali ya juu. Lakini la pili, wana sit deep, wanakaa chini sana, na hivyo kutegemea mashambulizi ya aina mbili tu, ama counter attack au mipira mirefu kumpelekea Isak. Kwa hiyo Arsenal itabidi kuwa na umakini mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba hawaruhusu counter attacks za Newcastle United. Lakini kubwa zaidi, Thomas Partey, midfield mlinzi, atahitaji kuwa sana mbele ya Isak kuhakikisha ana mchango mkubwa sana wa kukata pasi au kuzuia passing lane kuelekea kwa Alexander Isak, na hivyo kujaribu kumtoa mchezoni kwa muda mwingi. Hilo litaiweka salama defense ya Arsenal. Mbali na hayo, Arsenal itahitaji kuwa very clinical katika finishing, kwani hatutegemei kupata nafasi nyingi sana. Lakini tunajua kwamba Arsenal itatawala mchezo huo most likely kutokana na passing game, ambapo Arsenal sasa hivi wameumaster mchezo huo. Ni muhimu sana kuzitumia nafasi zitakazopatikana ili kuipa nafasi ya ushindi, chance ya ushindi timu ya Arsenal katika mechi hiyo. Lakini taarifa nyingine muhimu na za kufurahisha sana kuhusu matayarisho ya Arsenal ni kurejea kwa King Kai Havertz
amerejea mazoezini. Na rekodi kipindi hichi kabla ya press conference ya Mikel Arteta, kwa hiyo sina taarifa nyingi sana kuhusu kurejea kwake, lakini kuna taarifa za uhakika kabisa kwamba Kai Havertz yupo katika kikosi na anafanya mazoezi ya timu, sio tu yale mazoezi ya kujitenga. Tayari yuko tayari kwa contact mbalimbali. Jeraha la Kai Havertz limepona haraka sana, kinyume na matarajio alipoumia na kufanyiwa upasuaji. Taarifa rasmi ya Arsenal ilisema kwamba msimu wa Kai Havertz umemalizika, lakini kinyume chake Kai Havertz anarejea kukiwa kumesalia mechi 2 tu. Zina umuhimu mkubwa bado. Kwa hiyo tuna hope kwamba kuwepo kwa Kai Havertz kutakuwa na msaada mkubwa, kwani anahitajika sana. Tukumbuke kwamba Mikel Merino ana kadi nyekundu, kwa hiyo hatashiriki kwenye mchezo huu, na mechi iliyopita tulimkosa Declan Rice ambapo taarifa zilizokuwepo kwamba alikuwa na jeraha. Hatujui maendeleo ya jeraha la Declan Rice kama nilivyosema na rekodi kabla ya press conference ya Mikel Arteta. Kwa hiyo kwa vile si jeraha kubwa, matumaini yetu ni kwamba Declan Rice atakuwepo kwenye mechi hii, lakini hatuna uhakika kama nilivyosema. Kwa hiyo hayo ndio mapitio kabla ya mchezo dhidi ya Newcastle utakayofanyika siku ya Jumapili. Na sasa tuingie kwenye taarifa zinazomhusu William Saliba. Kuna matumaini makubwa sana kwamba William Saliba hatakwenda Real Madrid msimu huu, kwani Real Madrid imefanya mazungumzo na wawakilishi wa center back wa klabu ya Brentford, Dean Huijsen, ambapo inasemekana taarifa hizo ambazo ni za uhakika au za kuaminika sana zimetolewa na gwiji wa taarifa zinazoihusu klabu ya Arsenal, David Ornstein, ambaye anaifanyia kazi Sky Sports na vile vile The Athletics. Amesema kwamba Real Madrid imeactivate buyout clause ya Dean Huijsen ambaye ni paundi milioni 50. Kwa hiyo imeonyesha dhamira yake ya kutaka kumsajili Dean Huijsen. Hii maana yake ni kwamba Real Madrid haitamfuatilia tena William Saliba. Nadhani tulizungumza kwenye kipindi kilichopita kwamba kwenye vipindi vilivyopita kwamba William Saliba hataondoka Arsenal msimu huu kwa sababu awali mkataba wake unamalizika 2027 na ni mchezaji muhimu sana katika kikosi cha Arsenal. Kwa hiyo Arsenal haitamruhusu kuondoka. Lakini pili, Arsenal imeshaanza kufanya mazungumzo ya mkataba mpya na William Saliba. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na hofu kwamba William Saliba ataondoka Arsenal waondoe hofu kabisa. William Saliba anachezea Arsenal msimu ujao, Mungu akipenda. Wengi miongoni mwa wadau wa Arsenal wanapenda kusikia taarifa za usajili wa Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres amefikisha mabao 42 katika mechi ya 42 alizocheza msimu huu kwenye mechi ya mwisho baada ya kufunga. Hivyo ameonyesha uwezo mkubwa sana wa kufunga. Vile vile ana assist 11, kwa hiyo goal contribution ni 53 msimu huu. Kuhusu kuja kwake Arsenal, mpaka sasa hivi hakuna taarifa yoyote mpya. Kumekuwa na watu wengi hasa kwenye Twitter wamekuwa wakiandika hili na lile kuhusu kusajiliwa kwa Viktor Gyökeres na Arsenal. Ukweli ni kwamba hakuna taarifa za uhakika zozote juu ya maendeleo ya jaribio la kumsajili Viktor Gyökeres. Taarifa ni zile zile ambazo zilikuwepo tangu wa awali. Wawakilishi wa Viktor Gyökeres walikutana na Andrea Barta, mkurugenzi mpya wa michezo wa Arsenal, na yamefanyika mazungumzo ya kutaka kumsajili. Mazungumzo hayo yamebaki kuwa ni siri baina ya pande mbili hizo, kwani hawakutoa taarifa yoyote rasmi. Kwa hiyo nia ya kumsajili Viktor Gyökeres bado ipo, lakini mtazamo ni kwamba Arsenal inasubiria kuangalia uwezekano wa kumsajili striker wa Newcastle United, Alexander Isak. Iwapo Alexander Isak atakuwa hapatikani, basi ndio Arsenal itawafuatilia ama Viktor Gyökeres au Benjamin Šeško. Kwa hiyo hizo ndio taarifa, hakuna maendeleo yoyote, lakini kuna uhakika mkubwa sana kwamba Arsenal itafanya usajili wa striker msimu huu. Mwisho kabisa tunaingia kwenye swala linalohusu mchezaji bora wa Premier League msimu huu, ambapo tukianza na mchezaji bora kijana, Arsenal imepata ingizo moja. William Saliba ni miongoni mwa wachezaji waliochaguliwa kugombania nafasi ya mchezaji bora kijana msimu huu.
Saliba ana mabao mawili na amekuwa ni mchezaji muhimu katika ngome ya Arsenal ambayo imeweka clean sheet 12 kwenye msimu huu. Kwa hiyo hizo ndio baadhi ya sababu zinazomfanya Saliba ateuliwe kwenye nafasi hiyo. Wengine walioko kwenye mchezaji bora kijana ni Dean Huijsen ambaye ni center back wa timu ya Bournemouth. Kumradhi, kwenye tulivyozungumza tumemtaja kama ni center back wa Brentford, ni center back wa Bournemouth, Dean Huijsen. Naye amefunga mabao 3, moja dhidi ya Arsenal tunakumbuka, lakini vile vile klabu yake imeweka clean sheet 7. Mbali ya Dean Huijsen, Cole Palmer, mshindi wa tuzo hiyo msimu uliopita, ameingizwa tena kugombania tuzo hiyo, ambapo Cole Palmer ana magoli 15 na assist 8, kwa goal contribution 23. Ingizo jingine ni Joao Pedro, striker wa Brighton ambaye amefunga mabao 10 na ana assist 6. Anaingia kwenye mchezaji bora kijana kugombania tuzo ya mchezaji bora kijana. Midfield, mshambuliaji wa Aston Villa Morgan Rogers naye ameingia kwenye kugombania na tuzo hii. Morgan Rogers ana magoli 8 na assist 9 msimu huu. Kwa hiyo hao ndio baadhi ya wachezaji ambao wanagombania tuzo ya mchezaji bora kijana. Tukiingia kwenye mchezaji bora wa msimu huu, Morgan Gibbs White wa Nottingham Forest ambaye ana goli 6 na assist 8 ni miongoni mwa wachezaji watakaogombania tuzo hii. Ryan Gravenberch ambaye ni midfield mlinzi wa timu ya mabingwa wa Premier League msimu huu Liverpool, yenye clean sheet 11 na akiwa na assist 4, akisimama mbele ya defense ya timu hiyo. Alexander Isak, mshambuliaji wa Newcastle United ambaye msimu huu amefanya vizuri sana na goal contribution 29, kati ya hizo 23 ni magoli. Isak amekuwa ni tishio msimu huu na huenda akawa kinyang'anyiro kwa timu mbalimbali. Miongoni mwa timu ambazo zina linked na Alexander Isak ni mabingwa wa Premier League Liverpool pamoja na Arsenal. Brian Mbeumo ni mchezaji mwingine ambaye anagombania tuzo hiyo wa Brentford, naye ana magoli 18 na assist 7, ukizingatia kwamba Brentford ni mid-table team. Magoli 18 ni mengi sana kwa mchezaji kufikia hapo. Ingizo la Arsenal kwenye kinyang'anyiro hichi ni Declan Rice. Declan Rice amekuwa na msimu ambao una mchanganyiko sana. Alipoteza form, hakuwa akicheza vizuri mwanzoni mwa msimu, ambapo Declan Rice alikuwa anapiga shindano za maumivu kutokana na jeraha alilokuwa nalo kipindi hicho kwenye kidole chake cha gumba la mguu. Kwa hiyo hakuwa akifanya vizuri, lakini kwenye nusu ya pili ya msimu Declan Rice amepick up form na kufanya vizuri sana. Ana goal contribution 15 akiwa na magoli 8 na assist 7 kwenye Premier League, huku akiwa na mchango mzuri wa kusaidia clean sheet za Arsenal 11 zilizopatikana. Mchezaji anayetarajiwa kushinda tuzo hii ni Mohamed Salah, Mo Salah kama anavyojulikana, ambapo ana goli 28 na assist 18. It's a whopping record. Salah bila shaka yote ndio atakuwa mshindi wa tuzo hii. Na mwingine aliingizwa kutoka klabu ya Liverpool. Liverpool ina maingizo 3, ni nahodha wa klabu hiyo Virgil van Dijk, ambapo ana magoli 3 na amechangia clean sheet 14, akiwa ni kiongozi wa defense ya mabingwa wa Premier League msimu huu. Chris Wood naye ana magoli 20 na assist 3 kwa goal contribution 23, akiongoza mashambulizi ya Nottingham Forest ambayo bado iko katika kinyang'anyiro cha kuqualify au kuingia kwenye ligi ya mabingwa Ulaya, ingawa sasa hivi wako katika hali ngumu sana. Kwa hiyo hao ndio wachezaji ambao wanagombania tuzo. Kilichonishangaza mimi kwenye maingizo haya ni kukosekana kwa Miles Lewis Skelly kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora wa msimu vijana. Sikutarajia kukosekana kwake, kwani Skelly amefanya vizuri sana msimu huu. Sijui wametumia vigezo gani kutomuingiza Miles Lewis Skelly. Kwa hiyo hayo ndio tuliokusanyia siku ya leo. Jina langu ni Mani Mohamed. Tafadhali sana subscribe kwenye channel yetu ili uipe nguvu ili tuweze kufanya kazi zaidi. Tukutane tena siku nyingine. Tunakushukuruni sana tena sana kwa kutufuatilia.